Sawa. Bana mtazamaji wa Uhondo TV, nimeungana na Adam Wakasi, mchambuzi moja kati ya mchambuzi ambaye anafanya vizuri kwenye masuala ya kiuchambuzi. Bila shaka Adam Wakasi kutokea hapo mkoani Morogoro, kama sikosei uko vizuri kabisa Adam Wakasi. Tuko vizuri, habari za hapo Dodoma? Dodoma tunamshukuru Mwenyezi Mungu, hali ya hewa ni nzuri kabisa, ni sio Morogoro. Morogoro leo tumeamka na jua, jana iko mvua. Lakini hali ni nzuri kabisa. Okay, Adam Wakasi, wewe ni moja kati ya mtu ambaye unafuatia sana historia mchezo wa Simba Sports Club ambao anakaribishwa na RS Berkane kutokea nchini Morocco. Pengine mtazamo wako ni upi? Kwa sababu tunafahamu Simba ni moja kati ya timu ambayo imekuwa na over experience kwenye michuano ya kimataifa. Toka msimu 2018-19 inaanza kupata yale achievement ama mafanikio ya robo finali ya CAF Champions League. Kwa hiyo tunasema kwamba ule uzoefu ambao Simba wamekuwa nao wanaweza kaonesha kitu au akaprove kwa kiasi gani ambacho unaweza ukakizungumza. Adam Wakasi, mchezo wa leo kipi ambacho unaweza ukakiongea? Nilichokiona kwa mwalimu Fadlu Davis kidogo ameibadilisha ule mtazamo wa wachezaji wa Simba, na mtazamo pia kwa upande wa mashabiki mpaka kwa viongozi. Kwa maana moja ya tabia za kushindana kwenye michuano ya kimataifa, sasa ngazi ya vilabu kwa upande wa Afrika, ni kwamba usiwekee mipaka ya kupata ushindi na usio na guarantee kwamba nikienda ugenini na kwenda kupoteza. Sasa kitu ambacho kwa kinaonekana kwa Simba kwa miaka hii ambayo alikuwa anaishia robo finali ni kwamba waliwekea wigo kwa Mkapa atoki mtu, kwa Mkapa atoke mtu. Naamini kwamba Simba inapokuwa nje ya nchi na kwa si lolote si chochote. Sasa Fadlu Davis amekuja kubadilisha ule mtazamo, kwa maana kuamini kokote Simba inaweza kupata ushindi. Na kwa kuliona hilo, angalia kwenye mechi ya raundi ya kwanza ya Confederation Cup dhidi ya Al Tripoli pale Libya, Simba alikwenda na mtazamo kwamba tukatafuta ushindi, ikiwezekana tupate sare, kitu ambacho kuja kufanikiwa, wakaja kupata ushindi nyumbani. Lakini kwenye hatua ya makundi tumeona kwenye kundi lake, kwa maana ya wapinzani wake ya CS Constantine, unazungumzia CS Faction pamoja na Bravo ya Angola, aliweza kushinda mechi zote tatu za Dar es Salaam na alipoteza mechi moja tu dhidi ya CS Constantine katika ule mchezo. Lakini bado Simba naona miliki ya mpira ulikuwa kwao, kwa maana ya wao ndio miliki mpira licha kwamba walipoteza mchezo. Lakini waliweza pia kushinda mechi moja ugenini pale dhidi ya CS Faction pale Tunisia, na wakalazimisha sare pale nchini Angola dhidi ya Bravo. Kwa hiyo tayari hapa mtazamo umetoka kwamba ugenini tukafungwe, badala yake kwamba ugenini tunaweza tukapata ushindi. Lakini tumeona kwenye mechi ya robo finali, licha kwamba walifungwa dhidi ya Al Masry pale Misri, lakini unaona Simba ambayo ilimiliki mpira na ilikwenda kutafuta ushindi, bahati kwa wao, lakini walipokuja Dar es Salaam waweza kupata ushindi. Angalia kwenye mchezo wa nusu finali dhidi ya Stellenbosch, kwamba Simba walishinda nyumbani wakaenda kupata sare ugenini, na walikwenda ugenini kibabe wakaenda kutafuta ushindi. Kwa hata kwenye mchezo wa leo dhidi ya RS Berkane ni Simba ambayo inakwenda kutafuta ushindi, sio kwenda kupake basi kupata angalau sare ama kupoteza. Yaani ni Simba ambayo inaingia kwa nia moja kutafuta ushindi pale kwenye uwanja wa Berkane kabla kuja kurejeana hapa Tanzania. Kwa hiyo angalia namna gani Fadlu Davis ameibadili mtazamo wa Simba na Simba kwa ujumla, kwamba kutoka kuwa wanyonge ugenini na kuja kuwa timu ya kibabe ugenini, kwa maana nyumbani wameshinda mechi zote za kimashindano. Kuanzia hatua ya awali, hatua ya makundi, robo finali, nusu finali, zote wameshinda nyumbani. Na unapokuja kucheza ugenini, maana yake wanakwenda pia kutafuta ushindi. Hizi ndio tabia za kiushindani na tabia za kibingwa wanapocheza katika michuano ya kimataifa. Okay, pengine Adam Wakasi, Fadlu Davis, kocha wa Simba, kitu gani ambacho unamshauri kuelekea kwenye huo mchezo wa finali? Kitu gani ambacho inabidi akifanye kwa kiasi kubwa? Kwangu mimi naamini kwa Fadlu Davis ni kuwasoma RS Berkane, sababu wepesi sana kwenye mpira ya counter attack. Yaani kwa maana unaweza kawa nyumbani lakini ukakuachia uchezee mpira. Wepesi kwenye counter attack, wana yule kiungo wao Kamara ambaye anaweza kupiga pasi kutokea kwenye box lao kwenda mbele. Lakini kuna yule defender yule na raia wa Burkina Faso anaitwa Yusuf Dao. Wenyewe wanasema ni box defender. Msimu pekee yake amehusika kwenye goli 13. Angalia katika goli 5 ambazo amefunga kwenye michuano yote, goli 8 ambazo amefunga na assist 5 katika michuano yote kuanzia ligi ya ndani ya Morocco na hii michuano ya Confederation Cup.
Yes, mtazamaji wa Uondo TV. Hayo ni maoni na uchambuzi yakinifu wa Adamu Kasim, na hii ni kuelekea kwenye mchezo mkubwa kabisa wa finali Simba Sports Club kutokea nchini Tanzania ambao wanakaribishwa na RS Berkane kutokea nchini Morocco. Kwa kiasi kubwa nimeweza kuzungumza naye na anatokea pale mkoani Morogoro, lakini tumeweza kuzungumza vitu kaza uchambuzi yakinifu kwa kiasi kubwa, mambo kaza ambao yanahitajika. Ameweza kuishauri Simba kwamba kitu gani ambacho inaweza ikakifanya kwa kiasi kubwa, lakini pia amemshauri Fadlu Davids Super International coach kutokea katika klabu ya Simba Sports Club. Ameweza kuzungumza kwa kina zaidi, lakini pia ameweza kugusia kwamba uwepi ambapo klabu ya RS Berkane wana uhatari au dangerous players ni wapi. Ameweza kuzungumza kwa kiasi kubwa. Kwa hiyo uchambuzi ulikuwa akinifu kwa kiasi hicho. Tunafahamu kwamba Simba ni moja kati ya timu ambayo ina wachezaji ambao wana uwezo mkubwa, lakini potentiality players ambao tumekuwa tunauzungumza ambao anaweza kaisaidia timu kuweza kuitoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine.